ya Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, kutokana na malezi ya mtoto. Kwanza, mtoto kuanzia umri wa mwaka mmoja mpaka miaka 7 tunatakiwa tuwajenge tabia upendo ya kucheza nao. Kama na jina la bibi yako, kama unavyofanya kwa bibi yako, basi na wewe jenga tabia hiyo, kumuimbisha, kumchekesha, kumfurahisha. Umemaliza kazi za ndani, ni binti anapenda mambo yako kujipikilisha, na wewe unaenda unakaa leo unapika nini mama? Napika wali. Si mchanga? Nanyi si mlipika mchanga? Mlibugudhiwa? Na wewe unaenda unamwandaa. Si mchezo? Usimchukulie mwanao kwa umri wake, kwamba akili yake ni kama ulivyonayo wewe. Umkute amekusanya michanga anachezea, uchukue makopokopo yake uyatupe na kumpiga kwamba anafanya nini? Anakaa anacheza tu. Mtoto wa miaka 7 kushuka chini anatoka eti shule, anapelekwa tuition, anarudishwa nyumbani, anamwambia homework hapo ujisomee. Miaka hiyo. Kwa tujenge utaratibu huu. Mwaka mmoja mpaka miaka 7 ni muda wa kucheza na watoto zetu, lakini waandalie mchezo utakaokuwa na nini? Na faida, ili apate uhuru wa kuona pendo lako kwake likoje. Usiwe mzazi ambaye ukitoka chumbani watoto wanajikunyata, ukitoka uwani wanacheka. Usiwe mzazi wa namna hiyo. Uwe ni mzazi kimbilio la watoto, kwa sababu wewe ndio mama yake uliyemzaa. Hawezi kupatikana mama mwingine aliyemzaa tofauti na wewe uliyomzaa. Ukikosa wewe kumuonyesha upendo wako, ni mama yupi mwingine atakayempa upendo? Ile Kiswahili watu tunasema nani kama mama, itafsirike kwa vitendo. Isiwe tu ni usemi tu wa mama kutafuta aenziwe kwa nafasi yake kama mama, na yale anafanya kwa mtoto libakie kama simulizi tu. Hapana. Nani kama mama, uionyeshe kwamba, umuonyeshe mwanao kwamba hakuna mtu mwingine mwenye uchungu na wewe ila mimi, mama yako. Kwa hiyo upendo wa dhati lazima upatikane kwa nani? Kwa wewe mama, na si kwa mtu mwingine yoyote. Na pia tunaelewana vizuri. Lakini jambo la pili tusighafilike nalo, kuanzia miaka 15 mpaka 21 ni kipindi cha wewe mzazi kumtia adabu, kumfundisha adabu mwanao, kuanzia mavazi, sema yake, shughuli zake za kawaida. Umfundishe adabu, namna gani afue nguo zake, aandae chumba chake, wanapokuja wageni namna gani akabiliane nao, wanapokuja wakubwa awapokee vipi, azungumze nao vipi. Ni kipindi hicho cha miaka 15 mpaka 21, na miaka 22 mpaka miaka 15 mpaka 21 ni kipindi cha wewe mzazi kuanza kujenga tabia ya kushauriana na mwanao. Sisi Waislamu hili tupo nyuma sana. Sijui nasema uongo? Kwa sisi Waislamu hili tupo nyuma. Tumejenga zile mila na desturi kwamba shangazi yupo, bibi yupo, basi mtoto akafunzwa na nani? Na bibi. Kama mtoto ana siri yake, aenda kuongea na nani? Na bibi yake. Kwamba wewe mama huna nafasi ya kuongea na nani? Na mwanao. Haya, bibi yake akiwa amekufa, ataenda kwa bibi yupi? Wewe mama uliyomzaa, wewe huyo ndio unatakiwa umwite binti yako. Baba amwite mvulana wake, akae azungumze naye, atake ushauri,
Kwa hiyo ukijenga tabia namna hii, hata kama likimsibu jambo la namna gani, kijana atakuja, baba na mazungumzo, kama jinsi unafanya mwanangu na mazungumzo, naye atakwambia baba na nini na mazungumzo. Kama jinsi unamwita mwanangu na mazungumzo, atakuja mama na mazungumzo. Utakaa naye, niambie mama kuna nini? Mama kuna jambo moja hivi na hivi na hivi, kwa nini tusifanye hivi? Mimi niliona kijana jana nishindwa kusema, lakini lile mliozungumza na baba pale, mimi naona kama tungelifanya hivi. Mtu akiandaliwa katika mazingira haya, kama ni mtoto wa kiume akiandaliwa katika mazingira haya, na kama ni mtoto wa kike akiandaliwa katika mazingira haya, basi akiolewa utakuwa huna shaka aina yoyote, umempeleka mtu anayejitambua. Hata kama ni mtoto wa kiume utajua kwamba mwanangu ni mtu anayejitambua, huwezi kusikia hili wala lile. Kwa hiyo mkiwa kama wazazi na tukiwa kama wazazi, nimeona nianze na hilo na kuwaambia na tujirekebishe na mjirekebishe kina mama wa Kiislamu, na tabia ya kuona kwamba hamna uwajibu kwa watoto zenu, hamna nafasi ya kuwakemea, hamna nafasi ya kuwaambia chochote. Lakini aibu yoyote inayofanywa na binti yako huwa inarudi kwa nani? Wakati huo yeye ndio kaishaamua awe hivyo. Lakini umaarufu wa mtoto wenu kwa nani? Kwa mama yake. Aona mtoto fulani huyo anatembea ovyo, mtoto fulani anasema ovyo. Ni mambo ambayo tunapaswa tujiandae nayo, hatujachelewa. Elimu hii kama umefikia hatua ya kutozaa tena, ni bibi, una wajukuu, jenga tabia hiyo. Jitahidi na tujitahidi kuanza kujenga tabia ya mabadiliko katika kuandaa familia zetu. Tusipojenga tabia kuziandaa familia zetu, matokeo yake ndio tunakuja kupata kizazi kisichokuwa bora na familia isiyokuwa bora. Ni ajabu sana kwa sisi Waislamu kujenga tabia ya maandalizi ya kuliandaa shamba, maandalizi ya kufua. Ukijua kesho ninafua, si unaandaa leo kukusanya nguo, kununua sabuni, vitu gani unaweka hapo. Kama ni shamba unaandaa mazingira ya shamba, unakuja kadri unapoandaa jambo lako vizuri mapema, lazima matokeo yake yawe mazuri. Shamba ukiliandaa mapema, lazima upate mavuno mazuri. Lakini usipoandaa shamba lako vizuri mapema, huwezi kupata mavuno mazuri. Sasa kama jinsi tunavyofanikiwa katika mambo ya kawaida, kama mnavyoandaa harusi, vikao mbalimbali, mikutano mbalimbali, sare, vyakula, ukumbi, mpaka ndoa inafanikiwa na watu mnapongezana, kwa kweli harusi ya mtoto wetu fanya nini, imefana vizuri. Isingefana ila kwa mujibu wa maandalizi mliojiandaa nayo mapema. Sasa hata kama mkimweka somo mwezi mmoja kabla ya ndoa, miaka yote hiyo kavaa kaptula, miaka yote hayo kavaa suruali, miaka yote hiyo kavuta bangi, kavuta sigara, katumia unga, mwezi mmoja somo atamwandaa? Mtoto haandaliwi na somo. Mtoto anaandaliwa na nini? Na malezi bora, kuanzia udogo mpaka utu uzima. Somo ana mambo ya kuja kumwambia mtoto, lakini sio ndio aende aanze